Hakuna kinachonisukuma ni mimi tu, huyo ndo Asma. Mimi naishi. Mimi naishi na watu wangu. Mimi napenda sana watu. Yeah. Maisha yako katika ukuaji wako alikuwa ni namna gani mpaka hapo ulipofikia? Maisha kawaida. Ya kawaida sana. Yeah, yani sijaelewa maana yako lakini ni ya kawaida sana. Kawaida. Kama tu, yani malezi yetu yale, wewe unajua malezi yetu ya chakalamu ukuaji wa hapa na pale. Fujo nyingi ya. Lakini mwisho wa siku unajikuta umeamua kuguswa sana na unajitoa kwenye jamii sio? Yeah, mimi napenda, in short mimi napenda watu. Yeah, nini ambacho kinakufanya upende watu? Kuna nini kikubwa ambacho watu wamekufanyia ambacho kinakuwa yani kinaacha kama legacy kwenye maisha yako? Hapana, yani hata kama watu watanifanya ubaya, yani mimi bado tu mimi kufanya ubaya na mtu yoyote haimaanishi mimi ndo nisipende watu. Hapana. Asma tu ni mtu ambaye napenda sana watu sana. Alafu pia mimi naishi, yani Asma anaishi maisha. Yani huyo mnayemuona ni Asma ndo anayeishi kwa chochote kile. Wala kuna hata kitu. Yani ni kwamba tu nimependa, nimejisikia, nimefurahia kufanya kitu fulani kwa mtu fulani. Ni mtu pia napenda kumfanya mtu tu ajisikie awe na furaha. Yeah. Kitu ambacho nilikuwa nafikiria sana na nikasema nikuulize, si kwamba utakutana na wewe, ni kwamba unafanya vizuri, unatoa misaada mbalimbali, watu wanakusifia, maana sio wote wenye uwezo wa kufanya hivyo. Kuna watu ni mastaa, wana pesa, wana uwezo lakini hawafanyagi vitu kama hivyo. Natujai kuona wakifanya, lakini wewe umethubutu. Japo hauna muda sana kwenye game. So far labda ikitokea labda mtu amekukera au amekuuzi. Uwaga hiyo unaichukulia vipi hiyo changamoto design? Mapungufu yapo. Huwezi kukaa na watu wasikukere au wasikuuzi. Wewe ukishajua tu kitu kinakufanya ukereke, ukose amani, unakaa nacho mbali. Kwa ukikaa nacho mbali hakitokuwa kinakukera tena. Kwa hiyo nadhani utakuwa unajipunguzia baadhi ya mizigo ambayo haustahili kuibeba. Yeah. Wanasemaga kwamba watu ambao wanachekesha, yani comedian, waga ni watu ambao wanaongozoga yani kutokuwa na furaha kabisa kwenye maisha. Hivi unasababishwa na nini Asma? Nataka utupe hiyo elimu kwa ufupi, urefu. Kila mtu anakuwa nayo yapitia, lakini tayari sura yako tunakujua ni comedian. So sisi tutataka tufurahi kila tunapokuona. Lakini huyo comedian anaweza kawa yuko huko na anapitia kitu kigumu na hana wa kushare naye. Lakini asilimia nyingi ya comedian ni watu ambao wanapitia huzuni. Yeah. Unapitia huzuni sana? Mimi sana. Ilikuwaje? Ilikuwa hivyo ilivyokuwa. Ila ilikuwa ni bad situation sana. Ilikuwa ni huzuni namna gani? Ni huzuni tu ya maisha. Yeah. Ya mahusiano au ya namna gani? Au ya kikazi? In short ilikuwa ni ya maisha. Yani ni ya maisha ambayo imeinclude kila kitu. Ushakujua ni ile huna lolote, huna chochote, yani ujue ushike wapi, uanzie wapi, yani ni wewe Asma kama Asma au ni wewe kama wewe. Yeah. So baada hapo sasa nini ambacho ulikifanya kutatua hilo na mpaka leo tunakuona umenyanyuka sasa? Niliongea na Mungu sana. Niliongea na Mungu mno. Niliongea na Mungu sana. Alhamdulillah Mungu alinisikia. Mimi Mungu ananipenda sana. Sana. Yani mno. Mungu anatupenda watu wote lakini katika wale Mungu anaowapenda Asma pia Mungu ananipenda. Niliongea na Mungu sana. Yeah. Mwaka huu umefanya tukio kubwa sana la kufungua biashara pale Sinza na tulifika tukaona zaidi ulivyopambana na wengi walikuja kwa ajili ya kukusupport kwa wema kabisa, vigoma vikachezwa. Lakini so far baada hapo tukaona tena na wengine nao wanafungua maduka kama yale. Wengine wanasema wamemwiga Asma. Hiyo pia unaichukuliaje Asma hiyo? Hakuna biashara ambaye mtu huwa anamuiga mtu. Acheni mtu afanye kwa nafasi yake. Mimi naamini riziki anatoa Mwenyezi Mungu. Hata tukipangana mimi hapa na tukapata riziki wote sawa. Hakuna biashara mtu ambaye anamuiga mtu. Watu wasiseme hivyo. Kila mtu anafungua. Ukute yani yoyote alikuwa na plani ya kufungua zamani, akawa anajipanga, wewe ukawahi ukafungua. So hakuna mtu anayemuiga mtu kwenye biashara. Kila mtu ana riziki yake.
Asma, moja story ambayo sasa hivi ina trend kwenye mitandao ya kijamii ni tukio la kumzawadia mwandishi wa habari iPhone 17. Watu wakaanza kujiuliza, hii ina maana Asma kwa nini amemzawadia huyu jamaa iPhone 17? Hata kama anafanya vizuri, iPhone 17 si hela nyingi sana. Asma anapata wapi hela? Hebu tuambie, nini kilikugusa na ukaamua kufanya yote hayo? Kwanza ilikuwaje na simu imepatikana vipi na nini? Hebu nataka utuambie hiyo. Hakuna mtu ambaye ajui kazi ya Esco. Esco ni mtu ambaye anarudisha tabasamu kwenye jamii. Esco ni mtu ambaye anatuletea watu ambao sisi hatuwajui wenye uhitaji. Na unakuta wanasaidika. Ukute Esco yeye anampa watu wanachanga inafika milioni 15. Ukute Esco hajai kuishika au yeye muda huo hana, lakini yeye anaichukua kama ilivyo na yani yeye anatuletea watu ambao wanahitaji kwenye jamii, lakini pia tunasahau pia kuhusu yeye. Kwa yeye pia mimi kwa moyo wangu tu nikaonelea pia Esco ana deserve zaidi ya kile. Kwa nikakaa tu nikamuwaza Esco, nikampigia Sky akaniambia ulichokiwaza pia ni sawa, tumfanyie hicho. Kwa ni juzi tu niliwasiliana na Esco jana, nikamchukulia ile simu nikampelekea. Ni mpya kabisa. Ni mpya, suliona ni mpya. Yeah. Kwa tarajia pia watu ambao wanajigusa au wanagusa watu kwa watapewa iPhone 17. Anajua ngoja kwa kitu kimoja Asma. Ndio kinachokwenda sasa kwamba bwana ukifanya hivi na hivi Asma anakupa simu. Hapana bana. Hapana. Watu wataguswa na watu wengine. Mimi nimekuwa tu kama mfano, kama watu watataka kuwa kama mimi nimeanzisha tu kwamba tumkumbuke pia na watu wanaofanya watu tuwajue, wasaidike. Au wanaowaleta kwenye jamii yetu wao pia wako kwenye mazingira gani. Kwa I think pia Esco ana deserve vingi zaidi hata ya hicho. Kwa mimi ni kama chanzo, lakini I hope vingine vinakuja kwake. Mkono wenye kutoa ndio wenye kupata. Okay, so tuje kwenye upande wa tasnia yako sasa, ma comedian. Sasa hivi ma comedian wanatajwa kwamba watu ambao wanapata maokoto kwa urahisi sana na mambo kama. Sasa mimi nataka tuambie, sasa hivi uko kwenye biashara, ni kwamba unakwenda kuacha kabisa comedian au basi kama uachi, mwaka huu umejipanga vipi sasa na comedian yako hiyo Asma? Siwezi kuacha kitu ambacho kimenitambulisha kwa watu hata kwa ule udogo. Kwa sababu sio kwamba eti kwa tunajua sisi ni wahangaikaji tu mitandaoni. Kuna mba kabisa unajiangalia unasema mbona hapa sina hata talent jamani. Lakini kuna watu tu tena ni wachache, yani wanakupenda, wanakuappreciate mpaka unaanza kujiuliza mbona hata mimi nilichokifanya hichi hakina maana. Lakini siwezi kuacha kile ambacho nimekianzisha na watu wakanijua kupitia hicho. Kisa nimefungua biashara. Biashara ina nafasi yake, lakini pia na sanaa yangu ina nafasi yake, utengenezaji wa maudhui kwa namna yoyote vile, na wala jamii yangu ina nafasi yake pia. Kwa na uhakika mimi watu wangu ni watu ambao wananisupport sana. Yaani watu ambao wamenisupport kule wananisupport pia na huku. Kwa hiyo ni watu ambao hawawezi wakaniacha kwa namna yote ile. Niliona hiyo na Mungu alinionyesha hiyo. Kwa hiyo siwezi kuacha kitu ambacho kimenitambulisha kwenye jamii kisa nimefungua biashara. Yeah. So Asma, moja ya watu wako wa karibu ambao washakuoga watu wako wa karibu sasa hivi nao pia wamejikita vizuri katika kutoa kwa jamii na wamejitoa kwa moyo sana, ni Baba Levo, na sasa hivi pia ni mbunge na mshakuwa na ukaribu na mkafanya mengi sana. Labda una nini cha kumwambia kulingana na hicho anachokifanya kwa mkoa wa Kigoma na mambo yote yanayoendelea? Mungu amsaidie, pia ni hasla na watu wa Kigoma pia wanajivunia yeye. Yeah.